Na tena hawa ni majaji. Wanasema 87%. Asilimia 87 ya wapiga kura wamejitokeza kupiga kura. Jambo ambalo haliwezekani kwa hali ilivyokuwa kwenye vituo. Na hali pana watazamaji wa kimataifa wamekuja wa SADC, wanaeleza wameenda kwenye vituo hakuna mpiga kura. Wameenda kwenye vituo kuna polisi wengi kuliko wapiga kura. Halafu tume ya majaji bila haya wanasema watu milioni 32 wameshiriki katika kupiga kura. Ndugu zangu, hili ni jambo la aibu, jambo la fedheha. Watu ambao ndio unadhani kwamba kidogo afadhali wamekuwa ni majaji, waweze kulinda heshima zao, wanaenda kutangaza uchaguzi matokeo kama vile mambo yote yalikuwa shwari, hakuna tatizo lolote lililotokea. Ni Tanzania wenzetu. Unabaki mtu unasikitika, hivi tumefikia wapi sisi? Ndugu wanahabari, uchaguzi huu umetazamwa na waangalizi wa uchaguzi. Nilipata bahati baada ya mtandao kufunguliwa, umefunguliwa jana au juzi jioni, ndio kumbe kuna mambo mengi yalikuwa yanatupita tu hapa. Nikaiona hii taarifa ya watazamaji wa SADC ambao wamesema kabisa uchaguzi huu haukidhi viwango. Ujumbe wa uangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ukiongozwa na Mheshimiwa Richard Msowoya uliwasili nchini kufuatilia uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 2025 kwa mujibu wa kanuni za SADC kuhusu uchaguzi wa kidemokrasia. Katika taarifa yake ya awali imeeleza kuwa ingawa baadhi ya taratibu za kisheria zilifuatwa, mazingira ya uchaguzi hayakuwa huru, hayakuwa ya haki wala kuaminika kikamilifu kutokana na kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari, matumizi ya nguvu ya dola na dosari katika uendeshaji na uwazi wa matokeo. Kutokana na hali hiyo, ujumbe huu wa SADC uliokuwa unatazama umehitimisha kuwa uchaguzi wa 2025 haukidhi viwango vya SADC vya uchaguzi huru, wa haki na wa kuaminika, na umetaka hatua za haraka kurejesha imani ya wananchi na mustakabali wa demokrasia nchini. Taarifa hii ya SADC pia imekosoa katiba ya Tanzania inayozuia matokeo ya uchaguzi wa rais kuhojiwa mahakamani, kuzuia mgombea binafsi asiyekuwa mwanachama wa chama kilichosajiliwa na rais ambaye ni mgombea wa chama tawala kuwa ndiye mteuzi wa wajumbe wa tume ya uchaguzi. Ndugu wanahabari, kwa hitimisho tunasema kwamba baada ya kushauriana na viongozi wenzangu wa kamati ya uongozi ya Baraza Kuu, CUF inatamka wazi kuwa uchaguzi mkuu wa 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki wala wa kuaminika. Ni ubakwaji mwingine wa demokrasia. Matokeo yaliyotangazwa hayana uhalali wa kidemokrasia. Chama kinaitaka jamii ya kimataifa, mashirika ya kikanda, ya ndani ya nchi na wananchi wenyewe kwa ujumla kushinikiza kwanza kuundwa serikali ya mpito, caretaker government. CCM itatufikisha pabaya, imetufikisha pabaya, haiaminiki kabisa. Tunahitaji pawepo na serikali ya mpito itakayosimamia mchakato wa mpito wa kisiasa na kukamilisha upatikanaji wa katiba ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi. Kuunda tume ya uchaguzi
iliyo huru kweli na isiyodhibitiwa na chama tawala iandae uchaguzi huru na wa haki.